Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makilele Ozil. Nakukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Na katika taarifa zetu hizi za habari tuanzie katika mji wa Uvira, tukiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mihili ya watu wawili wakiwa wote wazalendo, kamanda pamoja na mlinzi wake, imeokotwa siku ya 3 ya wiki tunayo ndani ya mji wa Uvira, ikiwa na majeraha ya kuchomwa visu mnamo usiku wa kucha siku ya 3 ya wiki tunayo. Kwa jambo hilo, malida wa vijana mjini Uvira wanaomba viongozi kuchukua jukumu lao la usalama. Kwake mwanasheria Chako Changu Bone Ane alihakikisha habari hii kunako line ya simu ya Tanganyika FM, ameanza kwanza kutoa picha ya mazingira ya kuokotwa kwa mihili hiyo pa Uvira, ambao wote ni wazalendo. Wazalendo wote wawili ni makaaji ya quartier Kilibula, na kulikuwa kolonele na escort wake. Usiku wa kucha leo maiti ya escort iligonduliwa kunamo Avenue Lenge 3 kwenye bandari, manake kwenye Lake Tanganyika, kwenye mchanga. Avenue Lenge 3 ya hiyo quartier Kilibula, na alikuwa amechomwa visu huku akifunikwa na sashe ya ver kwenye uso. Lakini maiti ya kolonele wake imekutwa ndani ya lupango yake umo tu kwenye Avenue Lenge 3 mnamo hiyo quartier Kilibula. Ndio maana yake usiku wa leo kuna maiti mbili ambazo zimeogotwa, moja ndani ya upango nafasi ambapo alikuwa anapanga ya kolonele huyo, na ingine kwenye mchanga. Hizo ndizo habari za maafa ambayo imeonekana leo wakichoma visu na watu ambao wasiojulikana usiku wa kucha leo. Mlinzi mmoja ndio huyo mwenye amekutwa maiti kwenye mchanga, na escort wake wengine hawakulala pamoja na yeye. Hiyo ndio habari ambayo tumezipata kunako quartier Kilibula. Mlinzi mmoja ndio mwenye ameuawa, ameogotwa kwenye mchanga, na kanali mwenyewe naye ameuawa. Sasa chanzo na wanani walifanya vile hawakujulikana, mtangazaji. Kiukweli ni kwamba yeye hakukuwa mgrupe ya chief hata mmoja, bali alikuwa mgrupe yake yeye mwenyewe. Na kuhusu maendeleo fulani sisi tumeomba ankete ifanyiwe, basi mbatu tunasubiri resulta ya ankete. Utaelewa kwamba Mkongo ankete naanzaka leo na utajuaga resulta ya ankete kama gisi tunazuia kuiona ama kuijua. Na kusubiri resulta ya ankete ni kimoja, ankete zifanyiwe ni kitu kingine, lakini kujua resulta ya ankete ni kitu kingine cha tatu. Na hali ambayo tuko nayo, eske watafanya ankete hatujui, eske kuna wenye watatupatia resulta ya ankete, hapo tunasubiri tuangalie mambo mengine itakuwa kule mbele. Huyu ameongeza kuwa swala la usalama mjini Uvira linaendelea kuwa tete siku baada ya siku, ambako kuwajibika kwa viongozi ni dharura kwa faida ya raia wa Uvira. Chako Changu Bone Ane arejea mara tena. Mtangazaji, kila siku nazoea kusema kwamba hakuna mwenye iko epargne na usalama mdogo katika vile ya Uvira. Ndani ya wazalendo wao wenyewe kuna wale wenye wapatani, katikati yao kuna malumbano, katikati yao na FRDC kuna malumbano, katikati yao na raia kuna wale ambao hawakubali. Utaelewa kwamba hali haiko nzuri. Unaweza kuwa na bunduki, lakini ukiviziwa na mwenye hana bunduki ama na mwenye iko na bunduki ambaye ampartaje naye mawazo moja, huyo mwenzako anakuua. Ndio maana sisi kwetu ni kuomba viongozi wa serikali kwa responsabilite zao, kama sio vile raia inaweza kujilibere kontre wao, kwa kuwa hatuelewi kwa saa hizi nani analinda nani anakuwa na devoir ya kulinda raia, kwa sababu hali ni mbaya sana. Hukumbuki kwamba adui M23 hajafika ndani ya vile ya Uvira. Sasa adui akifika, nani atalinda mwenzake? Adui akifika, nani atakuwa epargne contre insécurité? Mungu na maombi ya nyinyi watangazaji. Mpaka sasa hakuna kiongozi hata mmoja mwenye ameongea. Mpaka sasa hakuna hata mmoja mwenye ameongea. Saa zingine tusubiri vikao vyao ambao walikuwa navyo leo mchana tusikilize, lakini mpaka sasa hakuna mwenye ameongea, ila wote wanadeplore kabisa insécurité na hiyo mauaji katikati yao.
Tubaki tu katika mji huo wa Uvira ni kwamba baadhi ya vuguvugu na mashirika ya kiraia yanasema kukerwa na tabia ya wakuu viongozi wa jimbo la Kivu Kusini wakiwemo magavana ambao wanakuwa na zoezi ya kuja kushinda Uvira na kwenda kulala tena Burundi. Baadhi ya miundo hiyo inatishia kuchukua hatua kadhaa za kikatiba endapo viongozi hawatarekebika juu ya swala hilo. Udhibitisho ni wake Bwana Dunia Amisi, mratibu wa vuguvugu la machozi ya raia mjini Uvira, ambaye ameomba viongozi hao wa jimbo la Kivu Kusini kuchukua malalamiko yao ya raia kwa uzito. Tunaendelea kulaumu sana viongozi wetu, ile kitu ya kufanya wanakuja tumikia hapa ku bureau provincial kisha magharibi wanaenda lala Bujumbura. Tunaendelea kuwalaumu kwa hicho kitendo ambacho wako nafanya, sababu Uvira ni mwingine ambayo inakumbwa na usalama mdogo sana. Sasa viongozi kwa kuogopa huo usalama mdogo wanakuja tumika hapa kwetu Uvira. Kisha fika ile 14 wanaanza njia ya kuvuka kwao Burundi. Sisi kama shirika za kiraia tulishawasogelea sana kuambia kama hawapashi kuwa wanafanya kitendo kama na hivyo. Sababu gani? Sisi raia wapo Uvira tuko tunajikuta usiku tunakumbwa sana na hali ya usalama mdogo, masasi inalia sana. Hao viongozi wetu wako wanasikia hiyo masasi, wako nakuja tu, inafika hiyo asubuhi njoo wanakuja, usiku sisi tulala masasi. Kuko adaje mwa Kiswahili inasema kama nyumba yenye kulala amu hauzi jofa siku iko na vuya. Sisi raia wa Uvira tunaweza tukapendelea zaidi sana viongozi wetu tuko tunalala nao hapa Uvira. Watafute manyumba wako wanalala hapa, kama ni masasi usiku baisikie na tuisikie sisi wote kwa pamoja. Kama ni habari za security sasa tusufrire. Mwishowe mkuu kiongozi huyo amemalizia kusema kuwa hali hiyo inazusha pia hofu kwa raia wa Uvira na wale wa Baraka. Dunia Amisi, tumsikilize mara tena. Ile fason yabo ya kukua naenda ishi Burundi inaonesha kabisa kama hapa Uvira hakuna usalama. Ndio kwa maana tungeita kwa viongozi wetu waache tabia mbaya na waje tuteseke nao hapa kwetu Uvira sisi wote kwa pamoja. Na tungali tunawaangalia, itafikia siku watavukaka Burundi, sisi mashirika za kiraia tutakia kafunga kilalo, tunasema wabakilie huko tuwataki tena, sababu wanachangia kwa kutuma watu ambao wamekimbia vita sehemu hapa kwetu Uvira wakate kurudia. Maana yuko natuambia tutakuja lala aje hapo Uvira na wa viongozi wenu wanaenda lala Burundi. Mtatuhakikishia kama Uvira kuko salama? Tungali tunaona gouverneur anaenda lala Burundi, tungali tunaona vice anaenda lala Burundi. Tunafeliciter maire de la ville adjoint Kifara Kapenda Kiki mwenye ko na lala na raia ya hapa Uvira malgré masasi ma insécurité, mais yeye alisema no, siwezi kuwa naenda lala nje na population yangu iko Uvira, siwezi acha. Kama ni kugonjwa na gonjwa yake hapa Uvira, raia yote inaona kisiko na souffrir de population. Mais bengine bote ya viongozi vraiment tuko na moyo wa huzuni sana kwao kwa kuona jinsi wanaachilia watu wao. Na ndio kwa maana tungewaomba tena sana waje wapange manyumba hapa, maana kutokuikaa nao hapa Uvira inachangia kwa kuleta usalama mdogo. Tujelekeze sasa huko katika tarafa la Fizi. Tuanzie katika kijiji cha Mulima. Ni kwamba hali ya wasiwasi imeweza kutanda kwa muda ndani ya kijiji cha Mulima usultani wa Bashilo cha baada ya milio ya risasi kusikika kati ya jeshi la taifa FRDC zidi ya wale wa Burundi EAC siku ya kwanza ya wiki tunayo. Shirika la raia eneo hilo limetaja kupongeza viongozi walioingilia kati. Kwake Bwana Inonsalik, mratibu wa shirika la raia eneo la usultani wa Bashilo cha sekta ya Tanganyika, ametoa hapa mwangaza juu ya purugushani zilizokuwa. Napenda kufahamisha hali iliyopitika hapo jana mida ya saa 12. Tatizo lilitokea, jeshi la EAC lilikuwa likitoka maeneo za ngambo za Juza na Kiele linajielekeza Kichula. Basi walipofika Mulima walipita mzuri, na kufika kuside ya village Mulima kuko village Meta, wanavuka mtoni Meta pale chini kuna bariere ya wa jeshi letu la taifa.
ambapo wako pale kugarde wanachunga wenzao wanaokimbia na masilaha. Basi wakati walipofika maeneo yale, jeshi la EAC lilisimama na likapanda ndani ya mlima fulani iko pembezoni ya ile fazi. Pamoja na hayo, Like Inonsa ameongeza kuwa kuelewana kwa lugha ndio ilikuwa sababu kubwa ya milio ya risasi kuweza kusikika kati ya jeshi la taifa FARDC zidi ya jeshi la Burundi EAC. Sasa wamoja wawili wakashuka wakati wanataka ingia kwenye village Meta. Wale wa jeshi wetu wa taifa wakawaambia mulete vitambulishi vyenu vya kutembea, lakini lugha njoo ilisababisha tukio. Wamoja wanasema Lingala, wengine wanasema Kirundi. Alafu lile jeshi la FARDC wakati liliona mbona hawa wanafanana na wanya Rwanda, basi maelewano pale haikukua kabisa. Na wakati walikosa maelewano, basi masasa ikaanza lia. Wakati walifata wakamati wa umoja wa jeshi wetu wa FARDC, umoja akakimbia porini, mwingine akakimbia na barabara. Sasa ule mwenye alifika anatai ingia kukufazi moya kuko juu ya moya ambao washino waliandika pale, akafungua grenade na kutupia ule jeshi wa FARDC na ikamupita hapa kubega na kumwacha majeraha. Basi ndio tukio lilitoka, masasa yakaanza lia pale, masasa yakalia, lakini wa FARDC waliambia wale wengine wenzao wenyewe walikuwa pale kukamba, sema ni jeshi letu la EAC. Basi masasa yalikatika, lakini wa EAC wakashuka mpaka mwingine ya ile village Meta, wakapiga masasi na kukamata wa raia 3 na kuwashutumia kama ni wao ndio waliopiga masasi. Basi neema ya Mungu yatosha. Wakati jeshi letu la wazalendo liliposhuka mahali pale pamoja na jeshi letu la taifa, walikwenda kamata wale wa vijana na kuwatetea pamoja na shirika jipya la kiraia, wapiganisha wale wa vijana wote 3 waliachiliwa katika usiku mamida ya Jumate. Basi ndio yale ambayo yalijiri maeneo yetu. Huko Kilembwe, tukiwa tu katika tarafa la Fizi, ni kwamba mkuu wa sekta ya Lulenge Zawadi ya Bandelwa Abambe ameamua kuvunja vizuizi vyote bandia vilivyowekwa nao makundi ya wazalendo siku ya kwanza ya wiki tunayo katika eneo mbalimbali ya sekta hiyo tarafani Fizi, hatua ambayo imepongezwa nao wananchi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa namba moja huyo wa sekta ya Lulenge ni kwamba hatua hiyo imekuja baada ya kuona kuna ukiukaji wa makubaliano yaliyochukuliwa katika kikao cha baraza la usalama cha sekta hiyo ya Lulenge. Zawadi ya Bandelwa Abambe kunako laini ya simu ya Tanganyika FM. En fait ni mabariere payante zenye ziko erige ilegalement na wazalendo, parce que sekta ya Lulenge ilifanya conseil local de sécurité jinsi gani tunaweza kusaidia wazalendo. Mimi mwenyewe kome mzalendo baba yabo nikasema inabidi tubape mabariere zimoya kulingana na decision ya conseil de sécurité. Ikaonekana kwamba ya kwanza tuko na 3 groupes armés locaux, notamment ba autodéfense, tuko na groupe de jeunes, tuko na groupe ya CNPCC. Ikaonekana kila groupe conseil de sécurité ikasijere kila groupe ipewe kama moja. Autodéfense tukabapa Kumabunga, CNPCC tukabapa Tungoe, na groupe de jeunes tukabapa Mayebe. Alors le contraire, mimi wakati ninakuja kutana kila grupe inaerige barriere ingine moya ilegalement na decision ya conseil de sécurité. Mimi kama baba yabo nilisema hizo zenye ziko erige ilegalement inabidi nisupprime. Ando nilianza kusuprime barriere ya kwanza ilikuwa erige na autodéfense ya Lubondoi, nikasuprime barriere yenye ilikuwa erige na bassin PCC ku Kote Kalme, na nikamalizia kusuprime barriere yenye ilikuwa erige legalement na groupe de jeunes pale ngambo Igoma. Na waza ile kazi ndio tulifanya, na tunapaswa kutumika au nom du peuple, parce que si IDP tuko na systeme yetu na slogan le peuple d'abord.
Hata hivyo, mkuu kiongozi huyo ameomba kwa wazalendo kuheshimu mpango huu ambao utasaidia vya kutosha kwa kuleta usalama wa kudumu kwa raia, hasa wakati wa magumu. Sababu d'avance tulipapangilia vile ampisi tukabaongezea na soko ya Bikuchu. Soko ya Bikuchu nayo tulibapa sababu kwa bana Kongola inalema 2 fois par semaine, inalema mercredi na samedi, na usi tukabaongezea na ile soko ya Bikuchu. J'estime que kisha sipresio ile vitu hawawezi tena kurudisha, na kama banaweza kurudisha bakubwa yabo iko nitabaita sababu bakuye bamalizishe hiyo fujo. Inausi population na population inaombeka iwe naishi usiku kwa usalama. Ukweli ni kwamba haikuwa tena ina renforcer sécurité parce que pour le moment secteur ya Lulenge au point de vue sécurité ya maadui wenye tunajua maadui wa Kongo ni mmoja plateau et surtout mu groupement ya Batimunyaka Side. Mais pour le moment magroupement ine hizo za hapo chini hakuna sécurité yenye watu wanaweza kusema kwamba ilikuwa na assuré sécurité. Sauf ilikuwa ratione population ya Lulenge. Ya kwanza ninaendelea kushukuru watoto wetu wazalendo sababu kazi kubwa ambao wako wanafanya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ya pili ni kwa kuandika katika usalama wa eneo ya sekta ya Lulenge. Kwa nini? Sekta ya Lulenge inawajibika raia ajisikie kuwa na kuheshimu mikakati ambayo tulikamata Conseil de Sécurité. Wapa zile zenye tuliwapa na wasiongeze nyingine tofauti na zile zenye sisi tuliwapa. Hapo tutakuwa tunatembea kwa usalama sababu mimi ni baba wao na mimi ninawapenda sana. Na ndio maana tuliwapa Conseil de Sécurité iliwapa zile bariere 3 na soko ya Bikuchu nikawapa sababu matatu zilikuwa zinaingia mule za sekteri ya Lulenge. Mimi kama chef de secteur niliamua usiku kuwa nina barazi taye chakula nitatoka msoko sababu ni watoto wangu na wanafanya kazi kubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumalizie taarifa zetu hizi za habari za Tanganyika FM na huko katika mji wa Baraka ni kwamba askari jeshi, askari polisi pamoja na wazalendo wanaofanya kazi kwa pamoja ya ulinzi usiku na mchana wamepata msaada wa unga saki 10, lita 5 ya mafuta ya mawese, kuni, chumvi na vingine toka kwake meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha Mongelwa siku ya 3 ya wiki tunayo. Mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma aliweza kushiriki pia kunako magabiziano hayo, na hii hapa ni ripoti ambayo ameandalia Tanganyika FM. Muungano wa vikosi hivyo vinavyofanya doria usiku na mchana ikiwa wazalendo, jeshi la taifa FRDC, askari polisi walikuwa kwenye gwaride lao kama kawaida asubuhi mapema, na wote walijawa na furaha kwa kumuona meya wa mji wa Baraka kwa muda kufika kwenye kambi yao ya jeshi la taifa FRDC mjini humu. Bi Emerite Tabisha, meya wa mji wa Baraka, anaonesha hapa lengo la yeye kutembelea kwenye kambi hiyo ya jeshi la taifa. Kwa sababu nisingilikuja mikono mitupu, nimeenda kuraia. Raia ndio nguzo zetu. Ni huko tunatoa mataxe, ni huko tunatoa makontribution. Nimeenda kuraia na nikaleta chakula kidogo kwa sababu singekuja mikono wazi. Nikono waza nitie kilinda pale niwasongee tu, jua furaha tu raha. Mkule tu na siku mama mtakula bugari takia wasongee hapa. Takuya hapa kamata kilinda na mimi nasonga, muone niko na wasongea, vina songeaka watoto kunyumba na nyewe mkule. Nitafurahi. Nilifanya. Niliwaletea kabunga kako pale, kuko saki 10 ya bunga. Inaweza saidia msiku 3, siku 2, msiende mutere na njaa. Kuko maharagi, kuko mafuta, chumvi, matungulu na kunisi. Na pale kwangu kuko binguni vingine vikabambi bwili. Muko wajeshi mtaenda kukamata hayo boy nango hao. Merci. Merci takaka. Kwa kumaliza, tunawaombea Mungu awapatie nguvu. Mungu awapatie roho ya upendo kwa nchi yetu. Mungu aendelee kuwakaza kuishi katika hii hali ya umoja. Kongo oye! Oye!
President Felix Tshisekedi Chilombo oye! Colonel Makelele oye! Colonel Bitakiza oye! Aner oye! Mama Mere Yepe oye! Naye Kanali Bitakiza Ruharara, kamanda wa jeshi la taifa FARDC mjini humo, amesema kushukuru kwa msaada huo, huko akionyesha kuwa msaada huo umefika kwa muda muafaka ikilinganishwa na pale ambako vikosi ni vingi vinavyofanya doria usiku na mchana. Tunashukuru kwa mere wa mji wa Baraka ai kuja kutuangalia kwa majoro yetu ya jeshi, ambao alikuya kufeliste na kuleta mchango wake kwa peme ambao tumeorganize yenye iko mo polisi, FARDC na wazalendo, na hii peme iko natumika mzuri. Aliona kwa kutumika yao mzuri afike hapa awapongeze na wapa pole. Tunamshukuru meya wa mji adjoint ambayo alitukumbuka kwa kutuletea sake 10 za bunga ambayo zitasaidia kwa muda kidogo kwa hii peme yetu yenye konafanya security usiku kama vile mchana. Tunamshukuru na tunampa pole kwa ushujaa yenye anaonyesha kwa vile yetu ya Baraka. Depuis vite anze iko na combattre kwa kila shida yoyote. Vraiment tunampa pole. Hatuyaona mama kama na huyu ambao amesimamia vile ya Baraka kujipa moyo kupambana vita kwa hali ya chini na juu kwa ajili ya kusimamisha usalama bora katika vile yetu ya Baraka. Tunamupa pole na tunampongeza tena, tunamtakia maisha mazuri na maisha bora, na endelee kuwa na roho ya upendo kama na hii alifanya kwa hii muda wote wa vita tuko nayo. Asante. Upande mwingine, wanamemba wa chama cha UDPS Fizi Baraka kupitia Peter Ebalo Stobe amesema jambo hilo lilotendwa naye meya wa mji wa Baraka kwa muda ni mfano wa kuigwa. Nimefurahi sana na hiyo hatua ambayo amefanya, kwa sababu hata sisi kwenye chama cha UDPS tulikuwa tunapangilia mpango kama huu, lakini wakati meya alipofanya mpangilio huu kuja hapa tumefurahi sana. Na tangia conseil ya sécurité hapa ikutane na kufanya mpango wa kutia patrouille mixte ya FARDC, polisi na wazalendo. Antuka tunaona hapa Baraka vitu ya masasi imepunguka, mabunduki kutembea kiolele imepunguka, na hiyo kabisa tunaipongeza sana. Tunapongeza sisi kama chama cha UDPS juu tunapenda watu waishi kwa amani, waendelee kuishi amani, kwa sababu rais anapiganisha kati wenye vita na anaanza kufikisha mwisho. Hapa kuwezi kuwa tena manduki zinajalia, masasi zinalia, hatutaki, na hiyo inatufurahisha sana 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 kwa hii act yenyewe anayofanya hapa. Mwishowe Bi Emerite Tabisha, meya wa mji wa Baraka, ameutaka muungano huo wa vikosi vya usalama vinavyofanya doria usiku na mchana, ikiwa jeshi la taifa FARDC, wazalendo, askari polisi, kuendelea kuungana kwa pamoja kwa kulinda raia wa mji wa Baraka na mali zake. Hiki kitu ni kizuri na hiki kitu kinatoka kwa Mungu. Ndio maana nilisema tuombe kwanza Mungu, tushukuru Mungu. Asante kwa mwenye aliomba. Neno la kwanza ni kuwapongeza, kuwapatia felicitation ya kabambi, na tutampigia mikono Colonel kwa sababu tangu mwezi wa pili shehe wote hapa tunajua gisi iko na tubeba. Mko mikono yake. Tukasema kabisa kabisa felicitation kwa wazalendo, felicitation kwa police, felicitation FARDC na mkubwa yenu Colonel. Tunampigia shehe wote kwanza makofi. Merci. Congo oye! Oye! President Felix oye! Oye! Fachi oye! Na ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari, msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Mimi ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe.
Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.